بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la mustalahi, na leo tupo ukurasa nambari 11 wa kitabu chetu, tukianzia katika kuisoma alhadithu alqudusi. Alhadithu alqudusi ni hadithi inayonasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Ni hadithi ambayo lafdhuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, matamshi yake yanatoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa maanahu, na maana yake min Allahi subhanahu wa ta'ala, na maana yake inatoka kwa Allah. Tamam? Kwa maana vipi? Allah subhanahu wa ta'ala anamteremshia mtume wake kwa njia ya wahi maneno ambayo maana yake ni maneno ya Allah, lakini si Qur'ani. Tamam? Na matamshi yake ni yale ambayo anayatoa mtume, tofauti na Qur'an. Tunaposema matamshi yake anayatoa mtume, ni kwamba vipi mtume atafikisha ule ujumbe aliyoteremshwa kwa Allah kwa njia yoyote ya kimatamshi ambayo yeye anaona kwa njia hii ujumbe utafika kama ulivyokusudiwa. Tamam? Lakini Qur'ani ni vipi? Qur'ani lafdhuhu min Allahi wa maanahu min Allahi. Kwa maana gani? Qur'ani matamshi yake yameshushwa vile vile na mtume sallallahu alaihi wasallam akayafikisha vile vile, na maana yake pia imeteremshwa vile vile na mtume akaifikisha vile vile. Tamam? Hakadha. Lakini alhadithu alqudusi ni maneno ya Allah, lakini maanahu min Allah, maana yake inatoka kwa Allah, wa lafdhuhu, na matamshi yake min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, matamshi yake yanatoka kwa mtume, kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam anapoipokea ile maana anaweza kuifikisha kwa matamshi yoyote sasa ambayo anaona kupitia matamshi hayo ule ujumbe utafika. Tamam? Hakadha. Kwa maana alazimishwi kuifikisha ile maana kama ilivyo kwa matamshi yale yaliyoshushiwa kwa njia ya wahi. Tamam? Bali yeye mwenyewe atachagua afikishe kwa ujumbe gani, lakini tofauti na Qur'an. Qur'an ilivyoteremshwa ni vile vile, kwa maana upande wa maana ni vile vile, na upande wa kimatamshi vile vile. Mtume hakubadilisha chochote. Tamam? Hakadha. Kwa Sheikh anasema alhadithu alqudusi, hadithi qudsi, nisbatan ila alqudsi, akiwa na maana alqudusi, tamshi la qudusi, nisbatan ila alqudsi, ni nisba ya tamshi la alqudsi. Walqudsu, na tamshi la alqudsu, huwa taharatu, maana yake ni kutakasika na kila aina ya uchafu, watanzihu, na kutakasika na kila aina ya aibu au dosari. Tamam? Ndio maana likachaguliwa tamshi hili likaikwa kwenye hadithi al-Qudsi. Hadithi Qudsi kwa maana ni hadithi ambayo maana yake yametoka kwa Allah na matamshi yake ni kwa mtume, na ni hadithi ambayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Hakadha. Wa yutlaqu alayhi al-hadithu al-ilahi, na inaitwa pia hadithi hii kuwa ni al-hadithu al-ilahi nisbatan lil-ilahi. Sasa ikinasibishwa kwenye tamshi la al-ilahi, na tamshi la al-ilahi maana yake ni Allah, kwa maana muabudiwa ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadithu rabbani, akiwa na maana wa yutlaqu alayhi al-hadithu rabbani, na inaitwa pia kuwa ni hadithu rabbani nisbatan lirabbi, ikinasibishwa kwa ar-rabb jalla, aliyetukuka wa ala, na aliyekuwa juu ya kila kitu. Tamam? Kwa hiyo alhadithu alqudusi ni hadithi ambayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anamshukia mtume kwa njia ya maana, na mtume anafikisha kwa matamshi yoyote
ambayo anaona kupitia matamshi hayo ujumbe ule nini utawafikia watu kama ulivyokusudiwa. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema wa huwa, na hadithi hiyo fil istilahi, kwa mujibu wa wanazuoni wa mustalah alhadith, ma adhafahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ma ni yale maneno ambayo adhafahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam aliyoyegemeza mtume, wa asnadahu, na akayategemeza mtume, ila rabbihi, kwa Mola wake mlezi, azza, aliye na nguvu, wa jalla, na aliye mtukufu, min ghairi alqur'ani, maneno ambayo si Qur'ani. Tamam. Mithaluhu, mfano wake, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume, qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi. Tamam. Mithalu, mfano wake, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume anasemaje? Qala Allah tabaraka wa ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu tabaraka wa ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma, hakika mimi nimeiharamisha dhulma, ala nafsi, juu ya nafsi yangu. Allah subhanahu wa ta'ala hasifiwi kuwa ni mwenye kufanya dhulma, sawa? Hasifiwi kuwa ni mwenye nini? Ni mwenye kufanya dhulma, sawa? Allah anasifiwa kufanya kwa uadilifu. Allah anasifiwa kufanya kwa uadilifu. Chochote kile alichokipanga kutokea, amekipanga kutokea kwa uadilifu, sawa? Mathalan, utakuta mtoto mdogo maskini amezaliwa leo, lakini mara moyo wake sijui una shida gani, mara katika kwenye mashine, mara sijui ana shida hii, mara imekaa siku ya kwanza ya pili kafariki. Kile kilichotokea pale sio kwamba Allah amefanya dhulma kamdhulumu ule mtoto, amefanya kwa uadilifu wake na kwa makusudio yake. Tamam. Mcha Mungu anapata matatizo, anapata majanga. Mtu ambaye ni aswi, mwenye kumwasi Allah, anaishi katika raha, katika raghada, katika maisha ya ukunjufu, hana shida, hana matatizo, hana maradhi. Yote hayo Allah anayafanya kwa nini? Kwa uadilifu wake, kwa uadilifu wake na kwa makusudio yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hasifiwi kuwa ni mwenye kufanya dhulma kwa chochote alichokipanga, kwa chochote alichokipanga kitokee kwa waja wake. Tamam, hakadha. Kwa hiyo anasemaje? Ya ibadi, mbona matamshi mtume anasema hivyo, ya ibadi, yani mtume anasomea hadithi, anasema qala Allah ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu. Ni wazi kwamba ni maneno ya Allah. Tamam. Ya ibadi, enyi waja wangu, inni, hakika mimi, haramtu dhulma ala nafsi, nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu, waja'altuhu bainakum muharraman, waja'altuhu, na nimeifanya hiyo dhulma, bainakum, kati yenu, muharraman, nimeifanya kuwa ni kitu kilichoharamishwa. Fala tadhalamu, basi musidhulumiane. Alhaditha, mpaka mwisho wa hadithi. Tamam. Huo ni mfano wa kwanza. Wa qawlu sahabi, mfano wa pili, wa qawlu sahabi, na kauli ya sahaba, mathalan, kwa kutolea mfano. Asemaje sahaba? Aseme qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume, fima, katika kile ambacho, yarwihi an rabbihi, fima, katika kile ambacho, yarwihi, amekipokea, an rabbihi, kutoka kwa Mola wake mlezi, azza wa jalla, azza, mwenye nguvu, wa jalla, na ali mtukufu. Wa hakadha, na ndivyo hivi, wa hakadha, na ndivyo hivi. Tamam. Kwa hiyo mara nyingi hadithi al-qudusi au al-hadithu al-ilahi au al-hadithu rabbani huwa inakuja katika sura kama hii. Tamam. Mtume anasema qala Allahu ta'ala, lakini sio Qur'ani, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameteremshiwa kwa njia ya maana, kisha yeye anayafikisha kwa matamshi yake yoyote, ambayo ataona matamshi haya yatabeba ile maana ambayo nimekusudiwa mimi ni ifikishe. Tamam, hakadha. Mafhumu jamani hapo? Akaendelea kusema wasumia hadithan, na maneno haya yameitwa kuwa ni hadithi,
li'annahu min qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu min qawli rasuli, sasa yanatokana na matamshi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa min hikayatihi lahu, wa min hikayatihi lahu, na yanatokana na masimulizi yake mtume, an rabbihi, aliyoyapokea kutoka kwa Mola wake. Tamam, hakadha. Wasummiya qudusiyan, na imeitwa hadithi hii kwa ni qudusiyan, liannahu, kwa sababu hadithi hiyo usnida ila rabbi jalla wa ala, imeegemezwa kwa Mola jalla, aliyemtukufu, wa ala, na aliye juu ya kila kitu. Min haithu innahu, katika upande wa kuwa yeye Allah almutakallimu bihi, ndiye aliyeizungumza hadithi hiyo kwa kumshushia nani? Mtume wake. Walmunshi'u lahu, na yeye ndiye aliyeianzisha. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tamam. Kwa walmunshi'u lahu, na ndiye aliyeianzisha, kwa maana maneno hayo ambayo yanaitwa ni alhadithul qudusi, mtume hakujiamulia tu, chanzo chake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, hakadha. Wa huwa, na yeye Allah almunazzahu, ni mwenye kutakaswa, an kulli ma la yaliq, na kila kisichoendana na yeye. Sasa kwa sababu hiyo ndio nini, ndio ikaitwa hadithi alhadithul qudusi, kwa sababu maana ya tamshi alqudusi inaendana na nini, na ile hali aliyokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Sasa maneno yake pia yakagewa jina hilo, kama nama tulivyosoma kule nyuma, at-taharatu wat-tanzih. Wa min ma'rifati haqiqati al-hadith al-qudusi, wa min ma'rifati, na kupitia kutambua uhakika al-hadith al-qudusi, uhakika wa hadithi qudusi, yadhharu al-farqu, kuna dhihiri tofauti, bainahu, kati ya hadithi hiyo al-qudusi, wa baina al-Qur'ani, na kati ya Qur'ani, wal hadithi nabawi, na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Tamam. Kupitia kutambua maana ya alhadithi alqudusi na uhakika wa alhadithi alqudusi, tunatambua tofauti hapa kwamba kumbe alhadithu alqudusi ni tofauti na hadithi za mtume. Sawa sawa, mafhum, hakadha. Lakini pia hadithi alqudusi ni tofauti na Qur'ani. Tamam. Sheikh akaendelea kusema alfarqu baina alhadithi alqudusi walquran. Tamam, baina alfarqu baina alhadithi alqudusi walquran. Alfarqu, maana hadha alfarqu, hii ni tofauti baina alhadithi alqudusi, iliyopo kati ya alhadithi alqudusi walqurani, na Quran. Anasema infarada alquran bimazaya wa khasa'isah. Infarada alquran, Qurani imepwekeka. Infarada alquran, Qurani imepwekeka, bimazaya, kwa kuwa na nafasi ya kipekee, wa khasa'iswa, na kuwa na sifa za kipekee, laysat litilka alahadith. Sasa infarada alquran, Qurani imepwekeka, bimazaya, kwa kuwa na nafasi za kipekee. Tamam, au kwa kuwa na nafasi ya kipekee. Tamam, hakana, bimazaya, kwa kuwa na nafasi ya kipekee, wa khasa'iswa, na kuwa na sifa za kipekee ambazo laisat, hazipo sifa hizo, litilka alahadithi, katika hadithi hizo alqudusi. Tamam. Wa hiya, na hizo sifa maalum za Qur'an, sifa za kipekee za Qur'an, au nafasi ya kipekee ya Qur'ani, tusawwiru alfarqa. Tamam, hakadha. Wa hiya, na hiyo nafasi ya kipekee ya Qur'ani na hizo sifa za kipekee za Qur'ani ambazo hazipo katika alhadithi alqudusi wala katika alhadithi nabawi, tusawwiru alfarqa, zinaonesha utofauti bainahu, uliopo kati ya Qur'ani, wa baina alhadithi, na kati ya hadithi. Tamam. Akaanza kuzitaja, akasema wa hiya, na hizo sifa zenyewe, ya kwanza alquranu, Qur'an, mu'jizatun baqiyatun,
ni muujiza wenye kubakia ala marri duhur, kwa kipindi cha zama zote. Ala marri duhur, kwa kipindi cha zama zote. Mahfudhun min at-taghyiri wat-tabdili, mahfudhun, Qur'ani imehifadhiwa, min at-taghyiri wat-tabdili, kutokana na kubadilika. Sasa mahfudhun, Qur'ani imehifadhiwa, min at-taghyiri, kutokana na kubadilika, wat-tabdili, na kubadilishwa pia. Sawa sawa, Qur'ani haibadiliki wala haibadilishwi. Tamam, hakadha. Mutawatirul lafdhi fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Mutawatirul lafdhi, matamshi yake yamepokewa kwa daraja ya tawatur. Daraja ya tawatur maana yake nini? Yamepokewa na kundi la watu wengi kuanzia zama za maswahaba mpaka leo hii. Tamam, ndio maana ya at-tawatur. At-tawatur ni kitu kupokewa na kundi la watu wengi kuanzia mwanzoni mwake mpaka mwishoni mwake, na ule wingi uwepo katika tabaka zote. Tamam, hakadha. Ndio akasema mutawatirul lafdhi, matamshi yake yamepokewa kwa kiwango cha tawatur, fi jamii kalimati, katika maneno yake yote, wa hurufi, na herufi zake zote, wa uslubihi, na namna zake zote. Namna anakusudia namna za usomaji wake. Tamam, hakadha. Kwa hiyo uslubi, na katika namna zake zote. Hiyo ni sifa ya kwanza. Tamam. Ya pili, hurmatu riwayatihi bil maana, uharamu wa kuipokea Qur'ani kwa maana. Tamam, uharamu wa kuipokea Qur'ani kwa maana. Qur'ani haifai kupokelewa kwa maana. Kupokea kitu kwa maana ni vipi? Ni kukipokea kitu kikiwa katika nini? Matamshi fulani. Sawa sawa. Kisha wewe ukampokeza mtu mwingine kwa matamshi ambayo yametoka kwako wewe, kwa matamshi ambayo nini? Yametoka kwako wewe, sio matamshi yale ya awali. Tamam. Kwa maana umekipokea kitu katika hali ya kuwa kipo kwenye matamshi fulani, kisha wewe unampokeza mtu mwingine kwa matamshi mengine ambayo umeyachagua wewe na umeyakusudia wewe, lakini ujumbe unakuwa ni ule ule na maana inakuwa ni ile ile. Tamam, kama namna tulivyosema kule katika alhadithul qudusi. Alhadithul qudusi maanahu min Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake inatoka kwa Allah. Sawa, lakini lafdhuhu min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, matamshi yake yanatoka kwa mtume, kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam ameshushiwa maana na Allah ya ujumbe fulani, maana ya ujumbe fulani. Sawa, kisha anaofikisha ujumbe ule kwa matamshi ambayo nini atayachagua yeye mwenyewe. Hiyo inafaa katika upande wa hadithi. Sawa sawa. Lakini katika upande wa Qur'ani tumesemaje? Maanahu min Allah wa lafdhuhu min Allah, kwa maana Qur'ani inavyokuja inatakiwa mtu uipokee vile vile na uifikishe vile vile kama ilivyo, na mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyofanya. Sasa na maswahaba na mpaka kufikia leo hii. Sawa. Lakini upande wa hadithi inaruhusiwa, hilo halina shida yoyote. Sawa sawa, linaruhusiwa. Sawa sawa. Lakini mwenye kufanya hivyo inabidi awe nani? Awe ni mwanachuoni, awe ni mwanachuoni, si mtu yoyote tu. Kwa sababu gani? Miongoni mwa masharti ya kupokea kitu bimaana, sawa, miongoni mwa masharti ya kupokea hadithi bimaana kwamba mtu asibadilishe ile maana iliyokusudiwa. Abadilishe matamshi. Matamshi inafaa kubadilishwa. Tamam, matamshi inafaa kubadilishwa, lakini asibadilishe ile maana. Tamam. Abadilishe matamshi, lakini maana iwe ni ile ile ambayo imekusudiwa nyuma. Tamam, hakika. Sasa tuangalie hapa mfano labda sisi tuipokee hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema al-islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulu al-jannata illa nadhifun. Hadithu maarufu, hadithi inafahamika sana. Tamam. Tumepokea kwa tamshi hili kutoka kwenye kitabu cha Imam al-Bukhari labda au al-Imam Muslim. Tamam, na pengine wao pia wameipokea kwa tamshi hili hili sasa kutoka kwa tabiina, kwa maana kwa mashekhe zao
na mashaka zao mpaka kufika maswahaba, na maswahaba pia nini wamepokea hadithi hii kwa tamshi hili la alislamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulu aljannata illa nadhif. Sawa. Sasa hadithi hii sisi tunaruhusiwa kuipokea kimaana. Kivipi? Tumeipokea kwa tamshi hili, lakini tunawapokeza watu wengine kwa matamshi mengine, lakini maana inakuwa ni ile ile iliyokusudiwa. Tunasemaje? Alislamu an tunadhifu qulubakum wa aqwalakum wa af'alakum. Tunawapokeza watu, Uislamu ni kuzisafisha nyoyo zenu na matamshi yenu na vitendo vyenu. Wala yadkhulu aljannata illa man nadhafa qalbahu wa aqwalahu wa af'alahu. Wala yadkhulu aljannata, na wala hatoingia peponi, illa isipokuwa man nadhafa qalbahu, aliyosafisha moyo wake, wa aqwalahu, na aliyesafisha maneno yake, wa af'alahu, na aliyevisafisha vitendo vyake. Tamam. Hii ndiyo maana ya riwayatu shay'i bil maana. Tamam. Tumepokea hadithi ile kwa tamshi jingine, sawa sawa, tunaifikisha kwa tamshi jingine, lakini maana ni ile ile iliyokusudiwa kwenye nini, tamshi la kwanza. Tamam. Hakadha. Sasa upande wa Qur'ani haifai mathalan qul huwallahu ahadun imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hivyo hivyo, ikamshukia mtume hivyo hivyo, na ikasomwa hivyo hivyo. Tamam. Hakuna aliyethubutu kuipokea kimaana sawa sawa kwa kumpokeza mtu mwingine. Tamam. Hakadha. Lakini sasa tukisema tutolee mfano, tutolee mfano, hatufanyi kwamba tunampokeza mtu kimaana, lakini tunatolea mfano. Qul huwallahu ahad, ndio tuseme qala Allahu ta'ala li nabiyhi Muhammadin, sawa, qul li ummatika Allahu subhanahu wa ta'ala ahad. Huo ni mfano wa kuipokea Qur'ani bimaana. Sasa jambo hili ni haramu, sawa sawa. Ukilifanya ulifanya kwa kuwafundisha watu kama hivyo, lakini usiende kumwambia mtu kwamba aya ya kwanza kwenye suratul Ikhlas ni qala Allahu ta'ala li nabiyhi ya Muhammad qul li ummatika Allahu subhanahu wa ta'ala ahad. Haifai. Tamam. Kwa sababu gani? Al-Qur'anu lafdhuhu min Allah wa ma'nahu min Allah, wal hadithul qudusi lafdhuhu min 'indi rasulillah wa ma'nahu min 'indillah. Tamam. Wal hadithun nabawi lafdhuhu min rasulillah wa ma'nahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Hakadha. Hiyo ndio tofauti iliyopo nini kati ya alhadithi alqudusi na kati ya alhadithi nabawi na alquran. Tunaendelea. Akasema Sheikh, hurmatu masihi lilmuhdith, uharamu wa kuigusa Qur'an lilmuhdith, kwa mtu aliyehuduthu, kwa maana mtu aliyepatwa na hadathi ndogo au kubwa. Wa hurmatu tilawatihi liljunubi, na uharamu wa kuisoma Qur'ani liljunubi, kwa mtu mwenye janaba, wa nahwi, na mfano wa mtu mwenye janaba. Mfano wa mtu mwenye janaba ni mwanamke mwenye hedhi au mwanamke mwenye nifasi. Tamam. Au mtu ambaye ni kafir, haijalishi awe ni mwanaume au mwanamke, lakini kwa kuwa ni kafir ni haramu kuigusa Qur'an. Tamam. Hii ni sifa nyingine ambayo Qur'ani inatofautiana na hadithi. Sifa ya tatu, ta'ayyunuhu fi salah. Ta'ayyunuhu fi salah, ta'ayyunuhu kwa maana kuwajibishwa Qur'ani fi salah, kusomwa ndani ya swala. Sawa. Swala kwa yule mtu mwenye kujua kusoma Qur'ani na mtu mwenye kusoma, tamam, ni lazima asome Qur'ani ndani ya swala. Tamam. Tofauti na yule mtu ambaye ndio kwanza anaingia kwenye Uislamu, hajui chochote, hukumu zake zinafahamika, zipo katika vitabu vya al-fiqh. Tamam. Lakini yule mtu ambaye anajua kusoma Qur'ani na ana elimu, ni lazima asome Qur'ani ndani ya swala, ndio swala yake nini iswihi. Sawa. Suratul Fatiha katika kila raka, na suratul Fatiha na sura nyingine katika raka ya kwanza na ya pili. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo ni sifa nyingine ambayo Qur'ani inatofautiana na hadithi. Tasmiyatuhu Qur'anan, kuitwa Qur'ani kuwa ni Qur'an. Sasa tasmiyatuhu, kuitwa Qur'ani Qur'anan kuwa ni Qur'an. Sawa sawa. Hii pia ni sifa nyingine inayotofautisha hadithi
na al-Qur'an. At-ta'abbudu biqira'atihi, at-ta'abbudu kuzingatiwa kuwa ni ibada, biqira'atihi kwa kule kuisoma, kwa maana kuisoma Qur'ani ni ibada, tofauti na al-hadith al-qudusi na al-hadith an-nabawi. Tamam. Al-hadith al-qudusi na al-hadith an-nabawi kuzisoma wewe mwenyewe inaweza isiwe ni ibada, lakini kumfundisha mtu itakuwa ni ibada. Kwa sababu gani? Utapata nini? Malipo ndani yake. Tamam. Kwa kuna tofauti hapa, umeona? Unaweza kusema kwani kusoma hadithi si kutafuta elimu? Kwenye kutafuta elimu hakuna malipo? Kutafuta elimu si ibada? Ni hivi, ukisoma wewe mwenyewe kama wewe mwenyewe itakuwa sio ibada moja kwa moja, labda pengine umswalie mtume katika kuisoma, sawa. Lakini unapomfundisha mwingine hadithi hiyo, sawa, unakuwa katika njia ya kufundisha, sawa, unapata malipo, sawa. Lakini pia yule ambaye unamsomesha yeye akiwa katika njia kwamba ndio anatafuta elimu, sawa, akiwa katika njia kwamba anatafuta elimu, pia anapata malipo. Na kupata malipo katika kutafuta elimu si kwenye kusoma hadithi tu, kunaingia masomo yote yanaingia. Tamam, hakadha. Kwa ni tofauti hiyo. Kutafuta elimu ni ibada, lakini hakujahusishwa kwamba eti ukisoma hadithi pekee yake ndio ibada. Kila unachokisoma kwenye safari ya elimu ni ibada. Tamam, hakadha. Kwa ni tofauti hiyo ipo. Qur'ani at-ta'abbud biqira'ati, moja kwa moja Qur'ani moja kwa moja ukisoma unazingatiwa kuwa unafanya ibada, lakini hadithi kunaangaliwa, sio moja kwa moja. Tamam. Unaweza kusoma hadithi ukawa upo katika ibada, na unaweza kusoma hadithi ukawa haupo katika ibada. Tamam, hakadha. Lakini Qur'ani moja kwa moja ukisoma unazingatiwa kwamba upo katika ibada na unapata thawabu. Hata umsome Firauni au litaja jina la Firauni unapata thawabu. Tamam, hakadha. Kwa at-ta'abbud biqira'ati, kuzingatiwa kuwa ni ibada, biqira'ati, kwa kule kuisoma kwake, kwa maana kuisoma Qur'ani ni ibada. Hii ni sifa ambayo inaitofautisha Qur'ani na hadithi. Wa kullu harfin minhu bi'ashri hasanati, na kila herufi moja minhu iliyopo ndani ya Qur'ani unapoisoma bi'ashri hasanatin unapata malipo ya thawabu 10. Tamam. Tasmiyatul jumlati minhu ayatan, kuitwa sentensi minhu iliyoko ndani ya Qur'ani ayatan, kuitwa ni aya. Wa tasmiyatu miqdarin makhsusin wa tasmiyatu miqdarin makhsusin min al-ayati suratan, na kuitwa kiwango maalum cha aya suratan, kuwa ni sura. Tamam. Hii pia ni sifa nyingine ambayo inatofautisha Qur'an na hadithi. Lafdhuhu wa ma'nahu min indillah, matamshi ya Qur'an wa maanahu na maana yake min indillah, vyote vinatoka kwa Allah. Yuhi biwahyin tayyib, biwahyin jaliyin biittifaq. Tamam. Lafdhuhu wa maanahu min indillah, matamshi ya Qur'an na maana ya Qur'an vyote vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Biwahyin jaliyin, kwa wahyi wa wazi. Biittifaqi, kwa kukubaliana wanawazuoni wote. Biittifaq, kwa kukubaliana wanawazuoni wote. Bikhilafi alhadith, kinyume cha hadith. Falaysat lahu hadhihi alkhasais, haina hadithi hadhihi alkhasais, sifa hizi za kipekee. Tamam, hakadha. Wa ila huna intahi. Alkamalu lillahi walismatu lilanbiya والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.